Game time tunavyo sisi. Kwenye makundi yako 12, manake timu 12 zinafuzu za kwanza na za pili, alafu wanazipanga zile timu za tatu best loser. Nadhani kwa Bosnia na Qatar kutakuwa na tafrija. Wana tafrija. Hapo wote nazali kawafuta wote. Game time tunavyo sisi. Yes, ile safari ya kumjua bingwa wa dunia, bingwa mpya wa dunia wa mwaka 2026 na kuendelea ndani ya miaka minne inaanza wiki hii. Safari ambayo tulisubiri kwa hamu kweli kweli. Michezo 104 ikisubiriwa kuangaliwa, lakini makundi 12 yakionyesha nani atakwenda hatua inayofuata. Jina langu ni Andrea Masawe. Meza Game Time ipo kwa ajili ya kukupa undani wa michezo yote 104. Safari inaanza wiki hii mpaka pale tutakapomuona bingwa ni nani. Meza Game Time itakupa utamu wote wa kombe la dunia la mwaka 2026. Nipo na Ski Sensei leo, lakini nipo na Moro King. Wako vizuri kwa ajili ya kukufungulia dimba la kufahamu kipi ambacho tunakwenda kukiona kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Bwana, mmejipanga, nadhani mpo bingwa kidogo kwa sababu tunaenda kuangalia michezo ambayo inahusisha bingwa wa dunia. Yeah. Mpo vizuri? Fresh class. Yes, ni makundi 12 ambayo tunakwenda kuiangazia, lakini pia tunaenda kuangalizia michezo ya mwanzo kabisa ambayo itakwenda kuchezwa. Michezo ya ufunguzi ya kombe la dunia la mwaka 2026. Weekend hii kuna michezo mingi, lakini mchezo wa ufunguzi ukichezwa siku ya Alhamis. Bwana, siku ya Alhamis kundi A tutakuwa na mechi ya Mexico dhidi ya South Africa. Mechi ya ufunguzi kabisa, mechi ya kutuonyesha kombe la dunia litakuwa ni la aina gani. Kwa kiasi fulani waga mwenyeji anapewa chapuo au anapewa upendeleo wa kuondoka na ushindi, hasa siku ya ufunguzi, kwa sababu shamra yeye ndo anakuwa ameziandaa, lakini pia anakuwa ana mzuka kwenda kucheza mchezo na wa kuibuka na ushindi tofauti na mgeni. Sasa ukiangalia Mexico na South Africa kwa kiasi fulani si timu ambazo zinatishana sana kwa kuwa na mastandard ya timu, kwa kuwa na labda viwango vikubwa vya ubora. Wapo kama kwenye standard ambayo ipo sawa fulani hivi. Sasa nataka nifahamu Mexico dhidi ya South Africa, kwanza mchezo utakuwa wa aina gani, kwa kuangalia aina ya mchezo kwamba ni mchezo wa ufunguzi na Mexico wako nyumbani. Kihistoria kwanza Mexico versus South Africa ni kama marejeo ya kombe la dunia la mwaka 2010. Yeah. Ambapo mechi ya kwanza ilikuwa South Africa dhidi ya Mexico, na tunakumbuka ilikuwa kwa mara ya kwanza kombe la dunia lilichezwa kwenye ardhi ya Afrika. Yeah. Na kama ulivyosema, mara nyingi tunampa mwenyeji chapuo ya kushinda kwa sababu yuko nyumbani, kila kitu yani kinamfavor, mashabiki wa kwake na kila kitu. Lakini the same kama umesema kwamba inawezekana ni mechi mbili, ni timu mbili ambazo zinatoka kwenye mabara tofauti, uwezo tofauti wa kifedha na kadhalika, lakini sitegemei South Africa kupata matokeo kirahisi ama Mexico kuwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu ukiachana na FIFA ranking, hizi ni timu ambazo at least zinawezekana zikawa ziko kwenye uwanda mmoja wa matokeo. Kwa hiyo itakuwa ni game nzuri na itamfanya Mexico ndo yuko kwenye pressure zaidi, kwa sababu hakuna mtu anayetazamia South Africa afike mbali, lakini watu wengi kwa ajili ya integrity ya mashabiki wa Mexico kuja uwanjani kwenye kombe la dunia, watu wengi wanatazamia Mexico afike popote ambapo sio kwenye makundi, ili at least kuwe na Waswahili wanaita amsha. Kwa hiyo itakuwa game nzuri sana. Of course, na mwenyeji akifika mbali kidogo kunakuwa na mzuka kwenye kombe la dunia, kwa sababu kunakuwa na mashabiki na vitu kama hivyo. South Africa kwa kiasi fulani Afrika ni timu ambayo inaonyesha performance nzuri. Of course wapo hata kwenye AFCON hawakuwa na performance nzuri sana, hawakufika hatua za finali, lakini of course kila mmoja anajua uwezo wa South Africa.
Mexico pia sometimes wanakuwa na performance nzuri sana, wanatisha pia wakiwa uwanjani. South Africa hakuna nafasi ya kuondoka na alama kwenye mchezo wa mwanzo. Kama alivyosema Muro, ni historia tena ya kujirudia baada ya takriban miaka 16 kutoka World Cup 2010 mpaka leo. Mexico anakumbuka goli la Shabalala ambalo ndo lilikuwa ni goli bora kabisa kwa wiki ile ya ufunguzi. Wanakumbuka makelele ya vuvuzela alivyokuwepo alosababisha mpaka Mexico wakapoteana uwanjani. Mexico ambayo ilikuwa imesheheni wakina Rodriguez, watu wenye vipaji vizuri sana. Lakini Mexico sasa hivi tunamwangalia Julian anaitwa Julian Cueneñao ambaye ni striker anayecheza ligi ya Saudi Arabia, ambaye ni wa pili kwa ufungaji kwa ligi iliyoisha, ambao wa kwanza alikuwa ni Ivan Toney, afu wa pili ikawa ni yeye. Mmoja kati ya striker ambaye anajua nini cha kufanya, ni mzuri wa kufumania nyavu, ni mtu wa kumwangalia sana kwenye World Cup hii. Kwa hiyo South Africa wanakutana na safu ya ushambuliaji ambayo ni nzuri sana kwa upande wa kina kama Jimenez, na yeye amejumuishwa kwenye kikosi cha Mexico. Kwa hiyo South Africa wana uwezo wa kukaba, lakini unapokutana na watu ambao wengi wanacheza soka la kulipwa nchini Ulaya, pia kuna tatizo kidogo. South Africa labda tumwangalia mtu kama Mokoena, manake ndo midfielder ambayo kidogo kwa sasa hivi ukizungumzia Afrika ni mchezaji ambaye anaweza anatikisha sana. Kwa hiyo ni game ambayo tutaiona yenye pasi fupi kutoka Mexico na mipira mirefu kutoka South Africa, kwa sababu tunakumbuka South Africa alivyoshiriki kwenye kombe la dunia kwa njia ya vilabu ambao Chelsea alichukua. Ni South Africa ambayo ilionyesha upinzani mzuri sana. Kwa hiyo ni game ambayo itachagizwa na burudani kabla ya mechi, na vile kwenye wakati wa mechi kutakuwa na tafrija nzuri. Kuna kundi pia samani, na pia cha kujua ni kwamba kwenye viwango vya FIFA Mexico ni namba 14 na South Africa ni namba 60. Kwa hiyo ukiachana na gap kubwa sana ambalo wapo kiviwango, sitegemei kuona tofauti kubwa sana kiwanjani kati ya wachezaji wa Mexico na wachezaji wa South Africa. Changamoto ni kuwa watu wengi wanamtazamia Mexico asonge mbele kwa ajili ya integrity ya michuano kuwa na empty stadium, haswa michuano ya kombe la dunia itakuwa ni ngumu sana. Kuna Mexico, South Africa, Jamhuri ya Korea, lakini pia kuna Jamhuri ya Czech. Hiyo ni kundi A. Sasa kuna mechi nyingine South Africa dhidi ya Jamhuri ya Czech. Tulichambua game hii, lakini pia tukiangalia uhai wa wenzetu, ndugu zetu South Africa kwenye kundi hili. Jamhuri ya Czech of course kuna mastaa ambao pia wanashiriki ligi kubwa, lakini pia bila kusahau Jamhuri ya Korea pamoja na Jamhuri ya Czech, mchezaji mmoja ambao barani Ulaya ambao wanafahamika, lakini game yao I think mizani ni kama imelingana. Kwa game ya kwanza unadhani nani ana nafasi ya kuibuka na ushindi, ama game itakuwa aina gani? Game ya South Korea au Korea Republic versus Czech. South Korea ni regulars kwenye kombe la dunia. Hawa ni waandaaji wa kombe la dunia mwaka 2002 wakishirikiana na Japan. Kombe la dunia mwaka 2002 liliandaliwa kwa ushirikiano kati ya Korea Kusini na Japan. Sijui ndugu mtangazaji wakati huo mwaka 2002 mwezi wa 6 ulikuwa wapi, lakini kwa sisi ambao tulikuwepo wakati huo tunakumbuka kwamba ni kombe la dunia ambalo time zone difference ilikuwa kubwa sana. Mechi zilikuwa zinachezwa asubuhi saa 3, saa 6 na saa 9 alasiri. Lakini back to the game, Czech zamani ilikuwa ni muunganiko wa Czech, Jamhuri ya Czech na Slovakia. Ilikuwa inaitwa Czechoslovakia, lakini baadaye walitengana na Czech wamebaki kimpango wao.
hawa ni timu kutoka Ulaya Mashariki, na tunajua ukiangalia kwenye mpira wa miguu, timu za Ulaya Mashariki ni timu ambazo ni strike fast and hard. Ni watu ambao wana mpira wa mbio na kasi sana. Sasa ukiangalia na fiziki ya wachezaji wa Korea, wa Japan, wa China, mostly watu wa Asia huwa wana maumbo madogo. Sasa wakija kukutana na watu wa Ulaya Mashariki ambao wengi wao wameshiba, sidhani kama itakuwa ni game ya physique. Itakuwa sio game ya kushindana manguvu, itakuwa ni game ya akili zaidi, nani ambaye anaweza kupossess na kupata matokeo. Kwa hiyo mimi nampigia chapuo Czech kupata matokeo dhidi ya Korea Kusini. Kwa jinsi ya game kati ya Korea na Cheki, mimi nakwenda na Korea kwa sababu ukiangalia game zake jinsi anavyocheza, nidhamu iko juu sana, jinsi anavyoshambulia, na msimu uliopita wa World Cup ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa ni surprise package. Inamtegemea mtu kama Son ambaye kwa sasa hivi anacheza Los Angeles ya Marekani. Alafu kuna Lincoln yule wa PSG. Yeah, sasa hivi. Lakini kwa upande wa Cheki kuna mtu kama Patrick Schick ambaye yuko Leverkusen na Thomas Suchek ambaye yuko ambaye ameshuka daraja bahati mbaya na West Ham. So ni game ambayo mpaka sasa hivi naiona kama Korea anaweza akachukua, kwa sababu Czech umri wao kwanza umesogea kwa mkusanyiko wa kikosi kizima, lakini Korea bado ana mchanga. Ukitegemea ni moja kati ya timu ambazo zina nidhamu kubwa kwenye kucheza, kwenye kushambulia na kwenye kujilinda. So tutegemee game ambayo Cheki watapata wakati mgumu wa kuzuia damchanga kutoka Korea. Na hata ukiangalia kipindi wanacheza qualification, Korea Republic wana matokeo mazuri sana. So kwenye game hiyo mimi naona Korea wanaweza wakaibuka na ushindi. Nafasi ya South Africa ipo. Nakwenda tunapata. Kwa kuangalia timu ambazo zipo pia kwenye kundi A. Nafasi ipo kwa sababu timu zote hizo 4 hazijapishana sana uwezo. Ni jinsi gani, kwa mfano ukizipanga kwenye rank, labda utaanza na Mexico, alafu utakuja Korea Republic, utakuja Czech, alafu utakuja South Africa kirank ya football. Lakini kiuwezo wa mchezaji mmoja au timu nzima hazijapishana sana uwezo. Kwa hiyo jinsi atavyochanga karata zake South Africa ndio jinsi atakavyoqualify. Lakini grupu hilo kwa namna moja au nyingine inabidi Mexico kwanza qualify. Korea ni namba 25 kwenye viwango vya FIFA, na South Africa ni namba 60, Czech ni namba 39. Kwa hiyo 14 25 39 namba 60. Kwa hiyo hapo South Africa ndio underdog. Kwa Tanzania tunapenda kutumia neno la underdog. Kwa hiyo South Africa ndio underdog, lakini mpira wa miguu na mambo mengi sana. Wana hilo ni kundi A ambalo South Africa yupo. Anaonekana kama ni underdog, lakini sisi tupo nyuma yao. Lakini niwakumbushe kitu. Unajua kuna wakati hata mwenyeji akitoka, kuna game hata kama City, hata kama mwenyeji umetoka, kuna baadhi ya game lazima utahudhuria tu. Mfano kama Portugal labda anacheza na France anacheza na Senegal. Mechi ngumu, mechi nzuri ya kuvutia. Watu lazima wajitokeze hata kama wewe sio mwenyeji. Hapo unaongelea kwa context ya Afrika, lakini kitu ambacho tunajifunza ni kwamba wenzetu wako solo na vitu vyao. Kwa hiyo lakini anyway, let's hope for the best. Tuna kwenye kundi B. Bana, kuna Canada, kuna Bosnia, Qatar na Switzerland. Ni kundi ambalo lina timu 4, lakini kwa kutazama kwa Qatar aliandaa michuano ya mwaka 2022 na akatolewa vizuri tu. Mechi za kwanza kabisa, naziomba mechi za kwanza hapo tuzijadili za kundi B. Canada na Bosnia. Yes, Canada na Bosnia. Game ya kwanza kabisa, lakini game ya pili itakuwa ni Qatar dhidi ya Switzerland. Yes. Yeah, Canada ni namba 19 kwenye viwango vya ubora kwenye kundi lao. Kwenye kundi la Canada, Bosnia, Qatar na Switzerland,
Canada ni namba 19 kwenye viwango vya ubora vya FIFA, na anayemfuata hapo ni Switzerland ambaye ni namba 30. Hao wengine watakuwa chini. Back the game. Hii ndio hali halisi sasa ya kombe la dunia, kwamba you can never tell kwamba nani atakutana na nani na matokeo yatakuwaje. Lakini in terms of football tunampigia chapuo kubwa sana Canada, ukizingatia pia na viwango vyake na wachezaji alionao. I think wakina Anthony anaitwa nani? Anthony Davids. Na nani mwingine yule ameenda kucheza Juventus. I forgot the name. Kuna notable players wawili wa Canada ambao wanacheza Ulaya. Lakini Bosnia, naweza tukawa tunachukulia Bosnia, lakini Bosnia and Herzegovina ni timu ya Ulaya, ni timu ya Ulaya Mashariki, ambao mpira sio kitu cha ajabu sana kwao. Kwa hiyo tunategemea upinzani mkubwa kati ya watu wanaoita mpira football na wanaoita mpira soka, kwa sababu Canada na Marekani wote kwao huku tunaita football, wao wanaita soka. Kwa hiyo kutakuwa na upinzani wa kuoneshana makali, na naamini the best team will win, ambao mimi naipa chapuo kubwa sana Canada. Game ya Qatar dhidi ya Switzerland imekaa kimtego fulani hivi, kwa sababu Switzerland tunajua na wachezaji ambao wako vizuri kweli kweli. Safu ya kiungo ikiongozwa na Xhaka, nyota wa zamani wa Arsenal. Timu yake Granit, timu ngumu sana kupoteza mchezo kirahisi Switzerland. Na Qatar ni namba 57 kwenye viwango vya FIFA. Qatar kwa kiasi fulani timu inafungika kabisa. Game inaenda kwa aina gani? Kaka, kwenye mchezo huu kati ya Qatar na Switzerland, sioni Qatar akiwasogelea Switzerland, kwa sababu hata njia alopita Switzerland ili qualify kwenda kwenye World Cup ni njia fulani ngumu sana, kwa sababu ili upambane upite Ulaya ili ukacheze World Cup sio njia nyepesi, tofauti na Qatar. Kwa hiyo Switzerland imekuwa ikideliver game nzuri sana kipindi cha World Cup. Wanakuwa wanatoka tu mara nyingi kwenye hatua ya 16 au kwenda robo kwa sababu ya individual brilliance kwa timu wanazokutana nazo. Lakini moja kati ya timu zinazocheza kitimu World Cup ni Switzerland. So kwa Qatar sioni wakifua dafu kwa kina Shaqiri na kina Xhaka. Hata kwenye kundi hilo mimi naona mtu ambaye ana possibility kubwa ya kupita wa kwanza ni Switzerland, Canada, alafu Bosnia na Qatar lote linaweza likawakuta. Na unajua uzuri ni kwamba sasa kuna best loser. Kwenye makundi yako 12, manake timu 12 zinafuzu za kwanza na za pili, alafu wanazipanga zile timu za tatu best loser. Nadhani kwa Bosnia na Qatar kutakuwa na tafrija. Hapo lote linaweza likawakuta wote hapo. So ni mtu kuchanga karata zake vizuri anapokutana nao. Twende kwa wanetu Morocco. Kwenye kundi B, mechi za Jumapili hizo. Morocco wako na Brazil, lakini wapo na baada ya Morocco wapo na Haiti na Scotland. Game za kundi B, kundi C Brazil timu ambayo inaimbwa kwa kiasi fulani, timu ambayo ilimsababisha jamangu hapa akaingia kwenye mzozo na mashabiki wa Chelsea. Watu wakachomoa mapanga. Watu wamenimaidi bila sababu za msingi. Hao Brazil kuitwa hajaitwa. Brazil pia na mashabiki wengi duniani. That's true. Morocco timu ambayo pia ina performance nzuri barani Afrika, imefika hatua za juu kwenye kombe la dunia lililopita. Lakini Haiti pamoja na Scotland, kundi gumu kweli kweli. Yaani kwa kuangalia hutupa macho unaweza ukamwona Morocco na Brazil wakaenda hatua inayofuata, lakini ukimwangalia Scotland hilo ni kundi gumu kwa Haiti peke yake. Ni kundi gumu kwa Haiti kwa sababu Haiti ambaye ni namba 83 kwenye viwango vya ubora vya FIFA. Sidhani kama kuna mtu anayemtazamia sana Haiti afanye maajabu, lakini kama tunavyosoma maeneo mbalimbali kwamba mua ulizamisha meli, chochote kinaweza kikatokea. Lakini game ya Brazil na Morocco itakuwa ni game kali sana, na bahati mbaya sana kwenye makundi kama haya
ndo pale ambapo maiti inaweza kung'ang'ania mwoshaji. Yeah, Brazil anaweza akapata suluhu dhidi ya Morocco, alafu Haiti akamwotea Scotland. Haiti akishakuwa na point 3, sasa hii tunaongea hypothetically. Haiti akishakuwa na point 3, alafu Brazil na Morocco wana point moja, hiyo tayari ni tatizo kubwa sana kwenye kundi. Kwa hiyo ni kundi gumu sana kwa Haiti, kwa sababu kama nilivyosema, hakuna mtu ambaye anatazamia makubwa mengi sana kutoka kwa Haiti, lakini namna ambavyo kombe la dunia wameset ratiba yao ni kwamba, au wameset michuano ni kwamba timu 12, makundi yako 12, kila kundi lina timu 4. Baada ya hapo timu moja namba 1 na namba 2 wanafuzu automatically kwenda kwenye hatua inayofuata, manake hizo ni timu 24. Alafu kuna kuja kuwa na mshindi wa 3, best loser kwenye kila kundi, manake wanasonga mbele. Kwa kuna uwezekano kukawa na ligi 2. Ligi ya kwanza ni watu wengi kutaka kuwa nafasi ya juu kwenye kundi ili wapate mchekea kwenye hatua ya mtoano, lakini ligi ya pili ikawa ni kati ya watu wanaotafuta best loser position, kwa sababu best loser position manake hizi ni timu ambazo zitakuwa zinawekwa kila sehemu kupigwa, kwa sababu wao ndio wanakuwa low tier, kwa hiyo wao watakuwa wanapangwa na vigogo. Kwa hiyo it's going to be an interesting part. Game kubwa kwenye kundi C, mechi za kwanza kabisa ni mechi ya Brazil dhidi ya Morocco. Wote wana wachezaji ambao nasema kwa Afrika ukiangalia high class players wako Morocco pia. Kwa Ulaya huwezi kutaja high class players uache kuitaja Brazil. Kwenye nafasi zote wana wachezaji wazuri, wamesheheni. Just tuliangalia mechi iliyopita ya kirafiki Brazil dhidi ya Egypt. Yes. Just unaweza ukaangalia ni performance ya michuano kabisa ya kombe la dunia. Kila mchezaji yupo vizuri, kila mchezaji, na kitu pekee ambacho nimekisoma kwenye michezo ya kirafiki, kuna baadhi ya wachezaji ambao just ni kama wanapewa, ni kama dogo amefanya vizuri afu unampa sifa na unampa kile ambacho yani naona kama una ushirikiano mkubwa sana hasa kwenye timu ya taifa ya Brazil dhidi ya Morocco ambao pia kwa Afrika tunaiangalia na tunaitolea macho kwa kiasi kubwa sana. Carlo Ancelotti kwa kiasi fulani nadhani kuna kitu inabidi akifanye ili prove what wrong kwenye kosi ambacho amekiita. Kwenye mechi dhidi ya Morocco, nadhani Brazil akienda na approach gani anaweza akawafunga Morocco kiurahisi zaidi? Mimi kwanza nafikiri kuna nadharia 2. Nadharia namba 1, hauwezi sana ukategemea kwenye mechi za kirafiki watu waeke silaha zao zote, kwa sababu ni mechi ya kirafiki. Kuna kuumia na kuna kutoku expose sana mambo yako. Lakini pili, mechi za kirafiki pia zinaweza zikawa zina dictate kitu, kwamba kama wanacheza hivi manake hakutakuwa na uongo mwingi sana kwenye hiki walichokicheza, kwamba kuna uwezekano hivi ndivyo walivyo. Na technically ni mlima kwa Morocco kuupanda, kwa sababu kila mmoja akiangalia Brazil jinsi ilivyo anatazamia Brazil ipate chochote kitu. Lakini tukumbuke Morocco huyu ndio alomfunga Spain na ndio alomfunga Brazil, alomfunga Portugal kwenye kombe la dunia la 2022. Kwa hiyo ni timu ambayo in exception tu kwamba sasa hivi hawana Walid Regragui ambaye alikuwa kocha wao 2022 pamoja na 2025 AFCON, ni Morocco ile. Kwa hiyo Brazil nao wanaiangalia hii mechi kwa tahadhari, kwa sababu kwa jinsi ambavyo Morocco wamekuwa ni watu wa kubreak barrier. Kila mahali ambapo Morocco wamecheza ni mtu wa kuvunja vizingiti. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana pia kwa Carlo Ancelotti na vijana wake kuhakikisha kwamba wao hawawi sehemu ya rekodi ya kuvunjwa na Morocco. Moja kati ya mechi ngumu sana kwenye World Cup hii ni hiyo kati ya Brazil na Morocco, kwa sababu ukiangalia jinsi Morocco wanavyocheza na jinsi Brazil wanavyocheza, Brazil hawajikiti sana kwenye swala zima la kuzuia, na Morocco wana defensive nzuri sana, wana defend kwa
kwa discipline kubwa, na ndio maana hata World Cup iliyopita moja kati ya timu ambazo ziliruhusu magoli machache ilikuwa ni Morocco. Wanakipa mzuri Bono ambaye ameonyesha uwezo wake kwanza yuko Sevilla mpaka sasa hivi yuko ligi ya Saudi Arabia. Wana midfielder ambazo zinajua kukaa na mpira vizuri. Game yao ya kirafiki dhidi ya Norway ilikuwa ni game nzuri sana ambayo wote walionyesha ufundi. Ndio game iliisha 1-1, lakini unaona jinsi gani Morocco amejipanga kwa ajili ya kupata chochote kwenye World Cup hii. So Brazil sidhani kama watakutana na mechi rahisi, japokuwa dunia nzima inaona kama Brazil wanaweza wakashinda kirahisi, lakini hiyo ndo mechi ambayo inaamua kundi nani aweze kuongoza kundi. Kwa mfano ikitokea either Brazil ameshinda au Morocco ameshinda, sidhani kama Morocco atakuja kupoteza point kwa Haiti au atakuja kupoteza point kwa Scotland. Though Scotland na wao wana game ngumu za Kiingereza, lakini game kati ya Brazil na Morocco ndio itaamua nani aongoze kundi. Yes, hiyo ni kundi C. Brazil, Morocco, Haiti pamoja na Scotland. Tunaenda kutazama nani ambaye atakwenda hatua inayofuata. Sasa kundi linalofuata ni kundi D, kundi ambalo lina United States of America, Paraguay, Australia pamoja na Uturuki. Unajua kuna kundi wanasema ni kuna tafrija. Kila timu inabidi kila timu itachagua namna ya kuokota alama 3. Itachagua kufa naye. Ukimwangalia United States of America, of course ni si team, yes, United States of America na Paraguay si timu ambazo zinatishana sana kwa aina ya wachezaji walionao, lakini timu ya Australia na Uturuki pia, I think Australia kwa sasa hivi unaweza ukahitaja Uturuki over Australia. Nipo sahihi? Kwa wakati wote Uturuki wako juu ya Australia kwa wakati wote, na I think kwenye hili kundi Australia asipoka vizuri atakutana na kitu kizito. Yatatokea mambo ya I think ni World Cup kama sio 2002 2006 Australia ya 2002 au 2006. Australia na New Zealand ni timu fulani hivi ambao kwenye kombe la dunia huwa ni watu wa kwenda ni timu za watu kwenda kujipigia. Ukota alama. Watu kwenda kujipigia. Hata kwenye kombe la dunia la vilabu, mnakumbuka timu ile kutoka New Zealand kilichotokea? Kila mtu alikuwa anajipigia tu za kushiba. Quality inaamua ama kuna kingine ambacho kipo nyuma ya vipigo ambavyo wanapokea? Quality inaamua. Kuna article moja nilikuwa nasoma kwamba nchini Australia pamoja na New Zealand mpira wa miguu sio professional per se, ni semi professional, in a sense kwamba kuna watu wanafanya kazi zingine alafu ndo wanaenda kucheza mpira. Yani unakuta mtu labda ni mwalimu au ni mwalimu anaenda kufundisha saa 2 mpaka saa 8 alafu ndo anaenda mazoezini kwenye klabu yake. Kwa hiyo basi moja ya sababu quality. Apart from quality, kuna sababu kama hizo za kinchi kama nchi kuchukulia mpira wa miguu ni mchezo wa kawaida. USA ni mwenyeji, kwa hiyo hawezi kuwa amechukulia poa, lakini pia wana kocha mzoefu. Paraguay, timu ya Amerika ya Kusini mpira ndo kitu wanachokula na kuamka nacho, lakini katika timu za katika nchi za Ulaya ambazo zina viwango vizuri vya mpira wa miguu na ligi nzuri ambayo inakuja kwa kasi ni Uturuki. Kwa hiyo kazi itakuwepo. Okay. Hapo kwenye kuangalia game kati ya USA, Paraguay, Australia na Turkey ni katika game ambayo kidogo itakuwa haina ile nginja sana, ni game kati ya Turkey na Australia, kwa sababu Turkey wana talent nyingi sana sasa hivi Ulaya. Wana Yildiz, wana Yilman, wana Adagula. Ni wachezaji ambao wanaweza wakaamua matokeo kwenye timu yoyote ile ambao unaweka, na wote wanacheza timu kubwa za Ulaya. Tofauti na kati na Australia, ligi yao sio kubwa na ina timu ambazo wakina Melbourne, timu ambazo watu wanazishutumu kwa kupanga matokeo mara nyingi. Kwa hiyo ligi yao kidogo sio nzito.
kwenye grupu hilo game kati ya Paraguay na USA ni game ambayo hawajapishana sana uwezo, na Paraguay hawana majina makubwa, lakini wana ile spirit ya Kiamerika Kusini ambayo inasababisha watu wacheze football. Katika game ambazo unaweza kukuta ngumu ni game kati ya Ecuador, game Paraguay, game za Chile. Unaweza kukuta kabisa ni watu ambao kwenye majina huwafahamu, lakini wanavyo display hiyo performance kwenye football, kwenye pitch, ndio utajua ni jinsi gani Amerika Kusini na Kaskazini watu wametumwa kuja kufanya kazi. So kwenye group kama hilo ukiangalia, mimi nawapa sana chapuo Turkey kuongoza group. Ikimpendeza anaweza akashinda game zote 3. Ubishi atakwenda kuupata ni ubishi kutoka kwa USA, kama alivyosema Muru, wana kocha ambaye mara nyingi amepeleka timu World Cup kwenye nafasi ya robo finali paka nusu Bernardo Pochettino. So kwa Paraguay sioni sana akimsumbua Turkey, Australia hivyo, lakini kwenye game kati ya Turkey na USA nafikiri ndo game ambayo pia itaamua nani aongoze group. So ni game ambayo kwa grupu hiyo mimi ndo game ambayo natarajia sana kuiangalia, game kati ya Turkey na USA. Na Uturuki of course ina wachezaji wazuri sana, na ligi yao pia kukicheki hizo timu hapo, timu 4, ligi ya Uturuki iko juu sana. Twende kwa wanetu Wonder Kid Amadi Diallo. Wewe kuna watu wanatafuta uchokozi. Kundi H kuna Cote d'Ivoire. Kundi E. Yeah. Kundi E kuna Ujerumani, Curacao, Cote d'Ivoire pamoja na Ecuador kwa kina Mose Caicedo. Yes. Na nipo nyuma yao kwenye kundi hili, ukiachana Cote d'Ivoire. Huyu Curacao atakutana na Tafrija. Sasa kuna game ya kwanza kabisa ya German dhidi ya Curacao. Yaani unajua kuna game zinaenda kumpa mkubwa. Unajua unaanza game ya kwanza then unakuwa na Tafrija, unakuwa na kila kitu, sherehe. Mwaka 2002 hao jamaa hawana utani. Ujerumani hawana huruma na timu yoyote ile. Curacao anaenda kukutana mwaka 2002 Ujerumani alicheza dhidi ya Saudi Arabia. Ni moja ya mechi ambayo nadhani Saudi Arabia wangetamani waisahau maisha yao yote. Walichezea goli 7 Saudi Arabia dhidi ya Ujerumani. Na kama ulivyosema, Ujerumani tuseme Ujerumani hawana shughuli ndogo. Ujerumani mimi naichukulia kama ambavyo naichukulia Bayern Munich. Hawana shughuli ndogo. Iwe ni makundi, iwe ni mtoano, iwe ni ligi. Jinsi utakavyokuja watakufunga nyingi iwezekanavyo. Tunakumbuka kwenye kombe la dunia la vilabu kuna timu ya New Zealand ilifungwa goli 10 na Bayern Munich. Curacao ni kama nilivyosema kwenye analysis ya mechi ya timu ambazo ni the first time zinashiriki kombe la dunia. Kisiwa cha Curacao ni kisiwa ambacho kiko Amerika ya Kusini na kinamilikiwa na ufalme wa Uholanzi. Na hii ni mara yao ya kwanza kushiriki kombe la dunia, na ni nchi ambayo ina wakazi 159. Wao kufika tu kwenye hatua za kombe la dunia ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo chochote kitakachotokea huko mbele, wao sio story yao. Story yao kubwa ni kwamba I came, I saw, I conquered. Kwa hiyo Ujerumani watawafanyia. Yaani mafanikio ni makubwa sana. Lakini mechi ya kwanza unaanza michuano kwa mara ya kwanza, then mechi ya kwanza unacheza dhidi ya Ujerumani. Mechi ambayo kutakuwa na tafrija ni hii Ivory Coast na Ecuador. Mechi ngumu, na nadhani pia ni mechi ya kuvutia itakuwa. Sahihi. Kikosi cha Cote d'Ivoire kimekamilika of course. Kuna quality ndani ya kikosi, lakini pia Ecuador mchezaji mmoja, hasa jamangu Moses Caicedo yuko pale eneo la katikati. Nafasi ya Cote d'Ivoire kwenye mechi ipo vipi, lakini pia quality
Kama nilivyosema kwenye game za Amerika Kusini na Amerika Kaskazini, usiwatoe kwenye swala zima la kupambana kwamba tayari game zimeishia changing room hata siku moja, hasa kwenye game kama hizo za kuamua, kwa sababu kila mtu hapo anataka kwenda kumwangukia Curacao. Yeah. Yani Cote d'Ivoire anamwaza Curacao, Ecuador anamwaza Curacao na Germany. Na kila mtu anajua asipochukua point kwa Curacao, game inayofuata ni ngumu. Yeah, so it's either tushindane kumfunga Curacao goli nyingi, alafu nije kutafuta draw kwa hao watu wawili ili at least nifikishe point 4 au 5 ili ni qualify. So game kati ya Cote d'Ivoire na Ecuador nafikiri ni game ambayo itakuwa ni ya kujilinda sana, kwa sababu hakuna mtu anataka apoteze game zake ya kwanza kati ya Cote d'Ivoire ama Ecuador. Kwa sababu ukipoteza game kama hiyo ya ufunguzi, alafu unakuwa una option moja tu ya Curacao, kwa sababu kwa Ujerumani unajua kabisa unaenda ukapigwa tena. Na ukitegemea sasa hivi Ujerumani inaenda kumaliza baadhi ya wachezaji wake, nafikiri itakuwa World Cup yao ya mwisho, kwa sababu miaka 4 ijayo wengi watakuwa aidha tayari hawana fresh legs tena za kucheza, au wengine watakuwa tayari wameshatundika daruga. Kwa hiyo game ya Cote d'Ivoire na Ecuador ndo zile game ambazo zinakuwa zinaletaga wachezaji ambao tunawaona tu World Cup wakina Valencia. Mchezaji anapiga assist 5 6, alafu uje kumuona tena kwenye mashindano mengine wala club football. Cote d'Ivoire kipindi hicho wameita watu wote wanaokimbia kwenye wings zao. Wameweka striker ambaye anasimama mara nyingi mwenyewe, so ni mechi ambayo kiukweli itakuwa na upinzani mkubwa, na hasa upinzani wa kutumia nguvu, kwa sababu Ecuador kwenye fiziki wako sawa, na Cote d'Ivoire pia wako vizuri. Kwenye kundi hilo mimi naona Curacao, lakini nahisi ndo atamaliza wa mwisho akiwa na sheheni ya kufungwa magoli nyingi sana pale zinasoma. Ujerumani nafikiri ndo ata qualify aidha wa kwanza au wa pili. Okay. Lakini hiyo nafasi nyingine ya kumjoin Ujerumani ndio itakuwa kati ya Cote d'Ivoire na Ecuador. Yoyote anaweza kuchukua endapo game yake ya kwanza wakikutana wao wawili akishinda. Ni kwenye kundi hili watu wote watatu waende kwa nidhamu kubwa wakikutana na Ujerumani. Nidhamu lazima iwe, kwa sababu Ujerumani ana historia kumpa mtu 7, kumpa mtu 6, kwa sababu kama mtu anampa Brazil goli 7, imagine Brazil goli 7, Brazil akiwa nyumbani. Sao Paulo mtu anakufa goli 7. So au kweli katika though Ujerumani hata kuqualify 2022 kwenda hatua ya 16 waliqualify kimatatizo sana. Hata ukirudi nyuma World Cup ya 18 goli la Toni Kroos usiku free kick ndio inasababisha wana qualify tena kwenda kwenye hatua ya mtoano. Wamekuwa hawana muendelezo mzuri kwenye World Cup 2 walizopita, lakini at least hii hapa wanaweza wakafanya kitu kulingana na performance yao kwenye Euro ilivyokuwa. Yes, bwana, hiyo ni kundi E ambayo ilikuwa na German, Ubelgiji, German, Cote d'Ivoire, Curacao pamoja na Ecuador. Tunaona tunaenda kwenye kundi F na mechi ya Netherlands, Japan, Sweden na Tunisia. Wanao Netherlands nadhani wapo kwenye kundi fulani hivi ambalo washindi wao. Ile kundi ni gumu sana. Kundi gumu. Moja kati ya kundi gumu kabisa kwenye World Cup sasa hivi. Netherlands. Kundi gumu sana. Kundi F. Kundi gumu sana. Uko wapi? Kwa sababu ukicheki una Uholanzi, una Japan, una Sweden, una Tunisia. Watu wengi wanaweza wakafikiria kwamba ile kundi ni jepesi ukimwangalia Japan, Sweden na Tunisia. Lakini katika timu korofi Ulaya ni Sweden. Yeah. Katika timu korofi Asia ni Japan. Katika timu korofi Afrika ni Tunisia. Yeah. So Netherlands hapo jina linakuwa ni kubwa tu, na ukicheki individual players. Kwa hiyo jamaa watatu wote pande zao wanatamba. Kila mtu anatamba kwenye pande zake hapo. Na Ulaya ni kwamba Uholanzi hatambi Ulaya. Hatambi Ulaya. Kuna watu zaidi ya 5 juu ndio unakuja kumweka Uholanzi, au hata 6 ndio unakuja kumweka Uholanzi. Kiranki wanaweza wasikaribiane sana kiranki za FIFA, lakini kiuwezo mchezaji mmoja Netherlands anaonekana ana advantage ya timu nyingine zote, lakini kwenye teamwork
teamwork wa kwanza hapo utamweka Japan. Japan of course. Japan ni timu ambayo inacheza kwa pattern kama brain, kwa sababu wote wanategemeana. Discipline kubwa, wote wanategemeana. Hakuna hata mtu mmoja utahisi kama ana jina kubwa zaidi ya mwenzake, kwa hiyo inabidi amtegee mwenzake acheze. Wanacheza kitimu. Sweden wana watu wanaowategemea. Victor Gyökeres, wana mtu kama Isak. Hao ndo watu ambao muda wowote ukidelay utakula chuma. Yes, utakula chuma. Tunisia haana mwendelezo mzuri kwenye mashindano ya World Cup, lakini inapokuja kwenye swala zima la Afrika, unaona ni timu ambayo na yenyewe unahitaji kuanzia ligi yao ya ndani mpaka jinsi wanavyocheza mashindano ya Afrika. So kwenye game kati ya Uholanzi na Japan, unaweza ukawapa chapuo moja kwa moja Uholanzi, lakini ni kuhakikishie tu game haitakuwa rahisi. Though Uholanzi wanaweza wakapata matokeo, lakini ni game moja kati ya game ngumu sana kwenye hilo group, na ni game pia ya kujilinda, kwa sababu endapo utashindwa kuchukua matokeo kwenye game kama hiyo, Japani na yeye ana uwezo wa kuqualify. Kwa mfano game hiyo ikaisha draw, kila mtu akaja akamfunga Tunisia au watu wakaja wakadraw kwenye game mbili zinazofuata, alafu wewe ukaja ukaangukiwa na Sweden, shughuli yako imeisha. Kwa hiyo hii game yao ya kwanza ndio itaamua nani anaenda wapi na nani anaqualify kwa nafasi ya ngapi. Na hii michezo inahitaji mahesabu makubwa sana, sababu one mistake inaweza kufanya usifuzu kabisa ama ukacheza best loser. Na ni bora at least uqualify kama best loser. Shida ni kwamba utapangiwa mtu ambaye kwenye ranki kakuacha mbali. Na ukipangiwa mtu kwenye ranki kakuacha mbali, alafu wewe ndo Tunisia au wewe ndo Sweden, kazi Ulaya. Mechi ya Sweden dhidi ya Tunisia nadhani itakuwa mechi aina gani? Bahati mbaya sana Tunisia hawajamuita mchezaji wao ambao ni mchezaji mzuri sana, yeah. Baghdad Boneja. Kocha ameamua kuita wachezaji ambao amependa kufanya nao kazi kama kawaida. Yeah. Lakini sidhani kama Tunisia ana matazamio makubwa sana kwenye hili kundi au kwenye kombe la dunia for that matter, kwa sababu kwa rank au kwa historia, timu inayoongoza kwa kushinda mechi kwenye kombe la dunia kutoka Afrika, Misri hajawahi kushinda hata mechi moja. Misri hajawahi kushinda hata mechi moja. Baadaye wanafuata watu kama kina Tunisia once or twice, Nigeria ndo nadhani Nigeria, Cameroon, Ghana ndo wanaongoza. Kwa nchi za Afrika, timu ambayo imeshiriki mara nyingi kuliko zote ni Cameroon, lakini mwaka huu Cameroon hajafua dafu, hajashiriki. Kwa hiyo Tunisia kama timu kutoka Afrika haina matazamio makubwa sana kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba kuna uwezekano Tunisia asipozichanga karata zake vizuri ndo akawa punching bag wa hao wengine wote waliobaki. Yeye anaweza kaa kurakawa wa timu. Kurakawa group. Tuna kwenye kundi G. Yeah, kundi G ambalo ni kundi lina Ubelgiji, Misri na wanetu Misri ambao hawana ushindi hata mechi moja. Sasa kwenye kundi nadhani atapata kidogo mchekea kwa New Zealand. Well, Iran kundi G hilo. Kundi zuri sana hili, na nadhani kuna uwezekano Misri akapata ushindi wake wa kwanza wa kombe la dunia tangu aanze kushiriki. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba matatizo ya kisiasa kwa nchi ya Iran yanawafanya wawe very vulnerable kwenye hilo kundi, kwa sababu hadi kufikia siku ya Jumapili wachezaji walipewa visa ya kuingia Marekani, lakini officials wao, yani makocha, benchi la ufundi, sehemu kubwa ya benchi la ufundi walinyimwa visa ya kuingia Marekani. Lakini changamoto nyingine ni kwamba baadaye Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani ilitangaza kwamba timu ya Iran inabidi isafiri kutoka walipoweka kambi, wafike kwenye sehemu ya kuchezea, wacheze, baada ya dakika 90 warudi nchini Mexico, kwa sababu Mexico waliwapa hifadhi. Kwa hiyo kuna kitu fulani hivi wataalamu wanaita jet lag, uchovu unaotokana na kusafiri kwa ndege muda mrefu. Sasa kwa mechi 3 za kundi, manake watasafiri na ndege mara 6 kwenda Marekani, kurudi Mexico,
kwenda Marekani kurudi Mexico, kwenda Marekani kurudi Mexico mara 6. Hao ni wachezaji ambao wanatakiwa wapumzike, wanatakiwa wawe katika mazingira mazuri. Kwa hiyo nafikiri FIFA pamoja na Marekani wameshiriki kuinyima Iran matokeo mazuri. Yaani kama Iran atakuwa na matokeo mabovu, ni jambo ambalo FIFA na Marekani wamelifanya. Kwa hiyo kwa scenario hiyo ilivyo, unadhani njia sahihi ya kumweka Iran awe sehemu salama ingekuwa ni ipi? Kundi lake lingekuwa Mexico, angefanyia mechi zake Mexico, ingekuwa rahisi kwa sababu kama Iran atafuzu hapo nafasi ya 3, kwa sababu simtegemei New Zealand aende popote. Sitazamii New Zealand aende popote, japo niko tayari kuwa surprised. Lakini kama Iran angefuzu labda hatua za kama best loser labda, au angekuwa nafasi ya 2, au labda tuseme angekuwa nafasi ya 1, bado mechi zake kuchezewa Mexico ingekuwa salama zaidi kwake, ili kuepusha, kwa sababu lengo la mpira wa miguu ni kuondoa aina yoyote ile ya ubaguzi, lakini Wamarekani wanaweza wakaaju kwamba ni swala la kiusalama, ambao hiyo sasa hatuwezi kuingilia. Kwa hiyo ni politics za ndani ambazo zinaharibu mpira wa miguu. Lakini pia uzuri wa mambo kama haya, Irani hiyo ataichukulia kama chachu in a positive way. Sio tu kuja kuonyesha ni jinsi gani wanaweza wakacheza mpira wakiwa kwenye mazingira magumu. Pia jinsi gani wanaweza kudeliver wakiwa dunia nzima iko imewatenga. Na mechi ya kwanza anacheza dhidi ya New Zealand. Inaweza ikampa confidence ya kusema kwamba kama dunia nzima haitutaki au Marekani wenyewe hatutaki, let us show kwamba tunaweza kubaki hapa kwa kushinda mechi nyingi kadri tunavyoweza. Kwa hiyo inawezekana wamempiga chura teki, kwa sababu tunajua watu wenye zile ngozi namna gani wanapenda kwenye swala zima la visasi na kuonyesha kwamba sisi tunaweza kufanya jambo. Itegemea aina mbalimbali za ushangiliaji. Irani wanaweza wakasurprise sana watu, kwa sababu nimeangalia mechi yao na Spain. Ni watu na wao ambao wanajituma mwanzo mwisho kwenye mechi. Kwa hiyo siwakati tamaa Iran. Nina uwezo kabisa wa kusema wanaweza wakaqualify kwenye kundi hilo, kwa sababu mechi ngumu hapo ni moja tu ya Belgium, lakini Egypt na Irani anaweza akashinda tu hiyo game vile vile. Kwa mfano kama akichukua point 3 kwa New Zealand, kwa Egypt akaenda kutafuta draw, au na yeye ikitokea la kutokea ameshinda, kwa Belgium hata akipoteza point 6 zinaweza zikasababisha akaqualify. Kwa hiyo kwenye group hilo bado naona Irani anaweza qualify vile vile. Hata pointi alama 4 anaweza akafuzu kwenda tanofuata. Timu yoyote itakayopata alama 4 kwenye makundi ina nafasi nzuri ya kufuzu. Belgiji dhidi ya Misri anaenda kukutana na mzigo mwingine tena kwa Ubelgiji. Maana huyu Ubelgiji akiwa kwenye mechi za World Cup anakuwa ni mwingine kabisa. Lakini quality iliyopo Ubelgiji, tuliwazungumzia wachezaji ambao mchezaji ambaye alikuwa na performance nzuri sana kwenye mchezo wa mwisho ya klabu yake, Jeremy Doku. Mechi ya kwanza ipo dhidi ya Mo Salah. Wachezaji ambao wanaangaliwa kwa kiasi kikubwa sana, lakini hii mechi kwa kiasi fulani inaenda kwa mechi aina gani hasa kwa Misri? Kwa Belgium, niwe tu mkweli, Belgium sio mtu wa kumwekea dhamana linapokuja swala zima la timu ya taifa, kwa sababu ukizungumzia Belgium ya kina Carrasco, ya kina KDB wako kwenye form, akina Lukaku, wote walikuwa kwenye kiwango kizuri, wakina Hazard wakashindwa kufanya linalotakiwa lifanyike. Leo hii tunakwenda kuangalia wakina Trossard, Jeremy Doku, Lukaku ambaye msimu mzima ameishi akiwa na majeraha mengi. Ukimwangalia mtu kama KDB kidogo umri umeanza kumtupa mkono. Inafikia kipindi paka wanamuita Witso kwenye timu yao ya taifa. Inaonekana kuna baadhi ya vitu bado haviko sawa. Egypt wakina Mamush wana uwezo wa kufanya lolote kwenye game hiyo. Ni game ambayo mimi naiona iko 50-50. Though kama bado jini la kutopata matokeo linaendelea kuwagusa Egypt, wanaweza wakapoteza game hii au wasiendelee kushinda. Lakini kama wataenda kutowaheshimu sana Ubelgiji kwenye mechi hiyo, wanaweza wakapata chochote, kwa sababu Belgium sio timu nzuri kwa sasa hivi. Yes, hiyo ni game ya Belgium dhidi
ya Misri. Kumbuka hili kundi la mechi kama la timu kama Iran, New Zealand, Misri pamoja na Ubelgiji. Kwa kucheck hii vilabu ambavyo vipo kwenye kundi hili, I think Ubelgiji, Misri pamoja na Iran wapo kwenye nafasi ya kwenda tu inayofuata. New Zealand tunamweka kwenye New Zealand kama Curacao tu brother. Yaani kwenye kundi hilo simpi nafasi ya kushinda, lakini kwenye nafasi 3, nafasi 2 za juu kati ya Belgium, Egypt na Iran, yote anaweza aka qualify. Okay. Kwenye kundi linalofuata, cream ya kombe la dunia, cream ambayo inatazamiwa kufika mbali. Cream ambayo ilisema ikifeli sana nusu finali. Spain wapo kwenye kundi Cape Verde, Saudi Arabia pamoja na Uruguay. Mechi ambayo kundi ambalo of course ni kundi la mapambano, lakini kwa Spain I think ni kundi ambalo pia anaweza akaokota alama sana kwenye hili kundi kwa aina wachezaji ambao wanao na quality ambayo ipo ndani ya kikosi. Spain ana advantage kwa sababu yeye ndio senior, ki quality, ki rank za FIFA na kadhalika. Mechi kidogo ambayo inaweza ikawa na upinzani mkubwa kwa Spain ni mechi dhidi ya Uruguay, kwa sababu Uruguay ni bingwa wa zamani. Nadhani fainali ya kwanza ya kombe la dunia ilifanyika mwaka 1930 na kama nitakuwa sijakosea, walichukua Uruguay. Ni bingwa wa zamani wa kombe la dunia, na kocha wa Uruguay ndugu Marcelo Bielsa hajamuita Luis Suarez, hata baada ya Luis Suarez kujiweka available kucheza kwenye kombe la dunia. Saudi Arabia, tunajua Saudi Arabia sio timu ya kuipa chapuo sana, japo watu wanatakiwa wakumbuke kwamba mwaka 2022 Saudi Arabia alimfunga aliyekuja kuwa bingwa wa kombe la dunia Argentina, mechi 2-1 nadhani. Kocha wa Saudi Arabia alikuwa Hervé Renard, ambaye zamani alikuwa kocha wa Ivory Coast, baadaye alikuwa kocha wa Angola na kocha ya timu ya wanawake ya Ufaransa, Hervé Renard. Kwa hiyo mechi ngumu hapo kwa Spain ni kati ya Spain dhidi ya Uruguay. Nadhani ndo mechi pekee ambayo inaweza ikaleta noma, lakini hatuwezi kusema hatutambui uwepo wa Cape Verde. Cape Verde kama nilivyosema kwenye analysis zilizopita ni timu ambayo ni nchi ambayo ina wakazi 599. Ni nchi ndogo sana, na imefanya mambo makubwa, na sisi wa Afrika wengi tunatazamia tuione ikiwa inajipambania. Kwa hiyo that's all I can say. Kwa mechi ya kwanza itakuwa ni mechi kati ya Spain dhidi ya Cape Verde, alafu Saudi Arabia dhidi ya Uruguay. Cape Verde anaanza na game ngumu sana. Ndio inavyotakiwa. Ukishakuja maeneo kama hayo, ni maeneo ya kujidai ya watu ambao wana uwezo mkubwa. Usitegemee kama Cape Verde labda angeanza kucheza mechi labda na mtu kama Curacao ili kutafuta form, labda New Zealand kutafuta form. No, ni kulingana na grupu lupangwa, ndipo hapo na hatua yako ya kwanza inapoanza. Kama kwa mfano ungekuwa kocha wa Spain, ungetamani zaidi kwanza na aina gani ya wachezaji ambao unao ndani ya kikosi? Kwa sababu ni game ambao kwa kiasi fulani unahitaji kunyanyua sana mapanga. Hapa Spain hata akinyanyua kisu ni panga. Yaani kwa Spain, kwa sababu usipomchezesha Rodri utamchezesha Zubimendi. Usipomchezesha Pedri utamchezesha Gavi. Usipomchezesha Fabian Ruiz utamchezesha Merino. Ni wale. Yaani ambao yani wanapishana kidogo sana kwenye maamuzi, lakini ni timu ambayo ni imesheheni vipaji. Lakini pia ukisema usichomoe panga mapema, kuna ile kitu moja kinaitwa gun boot diplomacy. Una huko kwa nje, lakini mtu anataka kuingia ndani anawaza ingie vipi ndani, kwa sababu wewe tayari ushapiga mikwara mingi. Unaingiza timu kwenye Cape Verde, unampa goli 7. Nafikiri Saudi Arabia akija atajiwaza anakuja vipi kwenye mtu katoka kula 7 au mtu katoka kula 8. Au Uruguay ndo game inayofuata, lazima na yeye awaze kama mtu ametoka kula goli 7 au 8, mimi naenda kudefend au naenda kufanya nini. Kwa hiyo ni lazima kwenye game ya kwanza make statement kwamba nimekuja sichekeshi, nataka nichukue.
So au ukaamua kwamba napumzisha wachezaji wangu, labda game inayofuata nacheza na Uruguay, at least nimalize game mapema ili watu wapumzike, au nianzishe kikosi cha kawaida at least nipate matokeo hata kama ni kidogo, ili kwa jinsi muda unavyozidi kwenda nazidi kuintroduce wachezaji wangu ili kutengeneza wasipate fatigue na pia kupunguza uwezekano wa kupata majeruhi, kwa sababu at least inabidi ucheze mechi 8 au 7 ili kwenda finali, na watu wametoka kucheza wamepumzika wiki tu au wiki 2 ili wamekuja World Cup. Kwa hiyo ni jinsi tu ya kucheza karata zako. Na Spain upinzani mkubwa kama alivyosema Muro, anaenda kukutana na Uruguay. Uruguay na majina ambayo kwa namna moja au nyingine yamesheheni Ulaya. Kina Valverde, Nunez, kuna Bentancur, kuna Ugarte, kuna Araujo. Ni wachezaji ambao wamecheza kwa kiwango kikubwa Ulaya. Nafikiri moja kati ya timu ambazo unaweza ukazipigia chapuo kwenye qualify kwenye grupu hilo ni pamoja na Uruguay. Bingwa mara 2 wa kombe la dunia mwaka 1930 na mwaka 1950. Nafikiri 30 ndo lilipoanzishwa na yeye akabeba hapo. Ndo mtu wa kwanza kulibeba World Cup. Kwa hiyo ni mkongwe. Mwaka 1950 kwa anachukua kombe la dunia mara 2, kombe la Copa America mara 15, record hiyo. Kwa hiyo sio timu ya kuchukulia poa. Kwa Saudi Arabia kama atapull magic alopull game ya kwanza ya 2022 dhidi ya Messi, wanaweza wakachukua chochote, lakini kwa game 3 kwa sababu kwenye group ili qualify inabidi ucheze game 3. Yeah. Na game 3 ili qualify at least usiwe na point chini ya 5, yani kuanzia point 5 kupanda juu ndio unaweza qualify. Je, Saudi Arabia ataweza kumfunga Uruguay akaenda akapata draw kwa Spain akamfunga Cape Verde? Hiyo ni story nyingine. Na Cape Verde naye uaga kwenye michuano yote, iwe AFCON iwe World Cup, hiyo michuano yote anaonekana kama ni underdog, lakini anafurahisha watu na ni timu ambayo inaweza kufunga. The best part about Cape Verde ni timu ambayo wao wana uwezo wa kufunga muda wowote, wanafunga, haijalishi watafungwa au matokeo yatakuwaje, wao watafunga. Na iongelea Cape Verde kwenye michuano ya World Cup, na ikumbuka pia klabu kama Mauritania regardless hawapo hapo kwenye ratiba, lakini ni timu za taifa ambazo sisi kama Tanzania tulikuwa tunawatandika sana watu. Cape Verde just tulikuwa akija tunajua tuna ushindi kabisa. Cape Verde ndo walikuwa Somalia wetu. Yeah, nowadays akija tu tunaruka naye, au Djibouti. Maisha yamebadilika sana. Investment brother. Yeah. Bwana, hiyo ni michezo ya kwanza kabisa. Tumeangalia kundi A, B, C, D, E, F, G pamoja na H. Michezo yote ya mwanzo tumeiangalia. Session inayofuata tutaangalia mechi zinazofuata na makundi yaliyobaki, makundi 4 yamebaki. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo inabidi uvifahamu. Tumecheki makundi 8. Tumeacha makundi 4. Yes. Kitu ambacho natakiwa ukifahamu na kukijua ni kwamba Game Time itakupa kila kitu ambacho kipo kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Hiyo ni michezo ya kwanza tumeiangalia, lakini tumeangalia hali nzima ya makundi, nini ambacho kitakwenda kutokea mwisho wa michezo ya makundi. Yote hayo umeyapata ndani ya Game Time. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi. Jina langu ni Andrea Masawe, mtandao wa kijamii unaweza kumpata kwa jina la Andrea_Masawe 14. Huyu ni Skills Sensei, kwenye mtandao wa kijamii unaweza kumpata kwa jina la Skills_Sensei. Muru King unaweza kumpata kwa jina la Muru King_ kwenye Instagram na Muru King kwenye X, zamani Twitter. Yes, usiache kufuatilia Dimbani Connect. Mini Game Time inapatikana kwenye page ya Dimbani Connect pale YouTube. Search Dimbani Connect, utapata clip zote za Game Time, lakini episodes nzima ambazo tunakuwekea pale usiache kuziangalia. Kuna vingi vya kimichezo ambavyo uvifahamu na vipo ndani ya episode hizo, lakini Instagram, TikTok, Facebook, Twitter zamani, X zamani Twitter, unaweza kupata kwa jina la Dimbani Connect. Clip zote tunaziweka pale kwa manufaa yako wewe uweze kupata yale ambayo unastahili kupata kwenye michezo. Uwe na wakati mwema. Game Time, tunavyo sisi.